Karibuni ndugu watazamaji, niliopo mbele yenu hapa ni Dr. Chikaramoto, daktari wenu bingwa wa tiba za asilia Afrika Mashariki na Kati. Na shughulika na mambo ya aina mbalimbali, tiba za aina mbalimbali, na tatua matatizo na changamoto za kimaisha, changamoto za aina mbalimbali. Ndugu zangu, rafiki zangu, familia ya Dr. Chikaramoto katika TV ya YouTube ya Dr. Chikaramoto, mara nyingi tukiwa na nyie katika vipindi vyetu vya aina mbalimbali, tumekuwa tukipeana elimu mbalimbali, tumekuwa tukifundishana mambo mbalimbali. Vile vile tumekuwa tukiinua nguvu ya matumaini katika maisha yetu na ya imani, na kujijua na kujitambua sisi ni nani, tumekuja duniani kwa madhumuni gani. Kwa vipindi vipo vya aina mbalimbali, vipo vya kujifundisha mambo mengi katika YouTube hii ya Dr. Chikaramoto. Nafikiri wale ambao tunakuwa nao muda mrefu wanaelewa, na waliokuwa ni maudali wa kufuatilia vipindi mbalimbali katika TV ya YouTube ya Dr. Chikaramoto, wamekuwa wao wanalielewa hili ninalozungumza ni nini, kwa sababu ni faida mbalimbali wamekuwa wanazipata, elimu mbalimbali wamekuwa wanazipata. Sasa ndugu zanguni, siku ya leo tunaendelea katika mlolongo wetu wa kupeana elimu mbalimbali kama ilivyokuwa desturi yetu. Siku ya leo ningependa tuweze tukapeana elimu inayohusu jinsi gani ya mtu anaweza kukua kiuchumi, ya mtu ambavyo anaweza kufunguka mambo yake, au kuwa na bahati, au kutoka kwenye changamoto za kiviki kwa njia ya kuwa na familia. Nafikiri mtakuwa mnanielewa vizuri. Yaani unakutatua changamoto zako. Kuna watu wengine wanapitia katika changamoto za aina mbalimbali. Unaweza kuwa katika maisha yako unakuwa hata kula kwako kunakuwa ni shida. Unaweza kuwa katika maisha yako kila unapokuwa unafanya jambo fulani unakuta lile jambo haufanikiwi kwa asilimia ambayo unataka, au haufanikiwi, au wewe ni mtu wa kutoka changamoto hii unaingia changamoto hii, kutoka matatizo haya unaingia matatizo yako. Unaona wewe mwenyewe mpaka unaona kwamba kwa nini mimi? Mbona kila changamoto inaonikuta na kila nalolifanya unakuta sifanikiwi? Sasa unakuta kuna watu wengine wanakuwa wanajisahau, hawajui kwamba familia nayo inaweza kukufanya na wewe ukawa ni mtu mwenye kufanikiwa katika maisha yako. Familia vipi? Sio familia yako wewe ambayo umezaliwa, yani baba, mama, dada na ndugu zako, hapana. Yani kwa wale watoto wa kiume au kwa wale watoto wa kike, unapofikia umri fulani, ni umri ambao ni ule umri ambao ni wa kuoa, ni ule mtu ambao ni wa kuwa na maisha yako ambayo ya kuendesha katika familia. Kwa sababu unaweza ukawa umefikia umri wa kuwa na mke, unaweza ukawa umefikia umri wa kuolewa, lakini wewe unaona kwamba kuolewa ni utumwa, unaona kwamba kuoa ni utumwa. Yani kwa kawaida siku hizi watu wanakuwa wanakimbia majukumu. Unakuta sana watoto wa kiume unakuta wanakimbia majukumu. Unakuta kwamba wewe umemzalisha mwanamke, ukishamzalisha mwanamke unamwacha, unamtelekeza. Unakuta yule mwanamke anatangatanga na yule mtoto. Wewe huna msaada wowote wa kihuduma katika yule mtoto wako, yani familia yako, kwa sababu yule mwanamke wewe ndio umemwachisha asifanye mambo mengine kwa ajili ya kubeba mimba na kulea mtoto wako. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe kubeba majukumu yale, kwa sababu wewe ndio umesababisha asiweze kufanya jambo lingine kwa ajili ya kutunza kile kiumbe ambao ni zawadi uliopewa na Mwenyezi Mungu. Alafu watu tunashindwa kuelewa, familia ni zawadi. Mwenyezi Mungu ni moja ya zawadi kubwa sana tunayopewa na Mwenyezi Mungu. Ndio maana unakuta kuna watu wengine wanakuwa wana pesa, lakini anapokuwa anakosa familia, anapokuwa anakosa watoto, anakuwa ni mtu ambaye hana furaha katika ulimwengu huu. Unaweza ukuta familia inapokosa watoto, au wewe mwenyewe fikiria, watoto wanapotoka wanaenda masomoni, watoto wanapotoka wanaenda sehemu ambazo labda kusalimia, mnabaki baba na mama. Unaona nyumba inakuwaje? Nyumba inakuwa haina furaha, nyumba inakuwa haijachangamka, nyumba inakuwa imepoza. Yani zile vurugu za watoto za hapa na pale, ile tunaita ni baraka. Sasa baraka ile inaendana vipi? Umepewa zawadi, ni zawadi ile ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu. Sasa baraka inapitia kwa ile familia uliopewa na Mwenyezi Mungu.
baraka sasa inapopitia kwa ile familia uliopewa na Mwenyezi Mungu, wewe unapokimbia yale majukumu, ujue kwamba ile baraka nayo unaikimbiza, ile riziki nayo unaikimbiza. Sasa unaikimbizaje riziki? Nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe unapokwenda katika mihangaiko yako, hujui kwamba siku ile umepata kwa nyota ya nani. Siku ile umepata ni kwa ajili ya siku, ilikuwa ni siku ya nyota ya nani. Kwa sababu unakuta kwa mfano pale katika nyumba yako wewe unalea, labda una familia ya watu 5 au una familia ya watu 3 au zaidi. Sasa ile familia inakutegemea wewe, ili wewe utakapopata ile riziki, ina maana na wao ndipo watakapokuwa wanapata riziki. Kwa riziki zao wao, yani riziki Mwenyezi Mungu anakupa wewe riziki, wanakupa riziki kwa sababu ya wale watoto, kwa sababu ya ile familia, au riziki yao wao, kwa sababu wao lazima wao wapate nao riziki, inapitia kwako. Yani inapita kwako ndio inawafikia wale walengwa, kwa sababu wao hawajafikia umri wa kwenda moja kwa moja kwenda kutafuta riziki. Sasa zile riziki za familia ya watoto wale wote lazima zipitie kwako ili wao waweze wakala. Kwa unaweza kukuta kwamba siku wewe ile imesimama ya nyota yako ambao ni nyota ya Zohari, lakini unakuta ndani ya ile nyota ya Zohari unakuta wewe mambo yako yanafanikiwa. Kwa unakuta wewe unakuwa ni mtu mwenye bahati. Si wewe, usijione kwamba wewe ni kwa ajili yako wewe, ni kwa ajili ya kile zawadi ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia. Wale watu ambao Mwenyezi Mungu anaona unahangaika kwa ajili ya kuweza kuhangaikia riziki. Kwa unapata kipato kwa ajili ya wale watu ambao wako nyuma yako. Unapata kipato kwa ajili ya familia yako ile. Kwa hiyo wale mnaokwepa majukumu, unapofikia kipindi unakwepa kuoa, mtu anaona kwamba kuoa bado, na ndivyo unavyojichelewesha kwenye mambo yako mengi. Nataka nikuambie, familia ni kitu muhimu sana. Familia ni baraka, familia ni mvuto, familia ni kitu ambacho kinaleta nguvu katika maisha yako ya kipato, ya riziki. Kwa hiyo tusikwepe majukumu ya familia. Inapofikia wakati wa kuwa na familia, hebu nenda kuwa na familia, kwa sababu unapoambiwa kwamba tumeletwa duniani ili tuje tuijaze dunia, haujaletwa duniani wewe ukimbie kuijaza dunia. Ni kazi ambayo umeletwa duniani uweze ukaifanya. Sasa unaifanya katika njia gani? Unaifanya katika kuwa na mwenza wako katika taratibu za kindoa. Kuna ndoa za namna nyingi, kuna ndoa za kimila, kuna ndoa za kiserikali, kuna ndoa za kidini, kuna ndoa aina mbalimbali, na kuna ndoa ambazo katika imani yangu mimi ninachokiamini, ndoa ni ile ambayo umetoa mali. Yani mtu ukishamtolea yule mtoto mali, ile ni ndoa ambayo moja kwa moja, watu wasikudanganye, inatambulika na kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Ni ndoa ambayo ni yenye maagano ambayo haina shaka. Ukishatoa mali tu, ile ni ndoa ambayo tayari ni halali. Ni kitu ambacho mtu hawezi kusema kwamba kile ni kitu ni haramu, hapana. Kwa ndugu zanguni, jitahidini sana kutokukwepa majukumu. Jitahidini sana kushika familia, kwa sababu unaposhika familia unapata baraka kutokana na familia yako ulioishikilia. Unapata baraka kutokana na watoto wako, unapata baraka kutokana na mke wako. Kwa hiyo riziki zote zile ambazo zinapitia kwako, zinatoka kwako, zinawafikia wale. Usizione kwamba kwa ajili ya ujanja wako au kwa ajili wewe unapendwa sana. Kwa hiyo tujitahidi kujua kwamba umuhimu wa familia ni upi. Umuhimu wa kuwa na mke ni upi? Umuhimu wa kuwa na watoto ni upi? Kuwa na watoto utakufanya uwe na nguvu kubwa sana, kutakufanya kipato chako. Kuna mwingine anaweza kusema kwamba bwana, yani mimi nimetoka leo, nilikuwa sina uhakika, lakini tafanya yao, lakini hela ya kula sitaikosa. Ile hela ya kula haupewi wewe, au so unaweza kuwa unaipata kwa sababu ya wale Mwenyezi Mungu anaona kuna viumbe ambavyo wamekupa wewe, kuna zawadi aliyokupa wewe iko pale inasubiria wewe ukahangaike ili wao waweze wakapata chochote kitu. Kwa Mwenyezi Mungu anakupa kwa sababu ya huruma ya wale ambao umewaacha nyumbani. Kwa hiyo ndio taratibu zinazokuwepo. Kwa hiyo nyota yako na vifungo vyako vinaweza kufunguliwa kutokana na majukumu ya kuweza kuhangaikia watu ambao ni zawadi, ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Ni zawadi yako wewe uliopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa unapoihangaikia, wewe ndio umepewa tu kuwa kiongozi.
Sasa kiongozi kama umepewa na ukapewa baraka, yani na kila mtu ana riziki yake. Kama ulishasukia kauli inasema kila mtu ana riziki zake. Sasa riziki zake sasa za mtoto mchanga zinakujaje? Kaa ujiulize, inakuja wakati gani? Au riziki za mtoto ambaye hajaanza kujitafutia inakuja inakujaje? Zile riziki zinakuja kwa kupitia wazazi, wanapata riziki zao kwa kupitia wazazi wao. Na ndio maana watoto wako jitahidi wawe na furaha, kwa sababu zile furaha ina maana kwamba wewe unapopata pesa jitahidi kuwanunulia vitu vitakavyowapa furaha, kwa sababu vile vitu si vyako wewe peke yako, ni riziki zao, vile umevipata kwa sababu wengine wa nyota zao, kuna nyota za watu umezipatia hiyo riziki. Kwa wape zawadi na wao wapate furaha. Wakishapata furaha ina maana ni kama vile sasa watu wanasema kwamba mwita mvuto, ni kama vile sasa umeoga dawa. Ina maana tayari nyota yako inang'aa, kwa sababu watoto wanapata furaha, wanatamani mzazi, wanakutamani muda wote wakuone, wanatamani muda wote uwe karibu na wao. Kwa hiyo ndugu zanguni, kwa siku ya leo naombeni mnielewe sana kwa hili somo nililoeleza. Ni somo la muhimu sana. Ni somo ambalo wengi wanalikimbia lakini wanashindwa kujua madhara yake ni nini. Wewe unaweza ukawa peke yako, ukawa uko mbanga kijana peke yako, ukakuta maisha yako yanakuwa ni magumu mpaka inafika jioni hata hela hakula unakosa. Lakini wewe ni kuambie siri moja, usioe mpaka ukawa na vitu vikubwa. Yani usioe mpaka ukasema kwamba niwe mimi nimejipanga vipi. Jioe kwa kadi ya kile utakachokuwa una uwezo nacho, kwa bajeti yako unaoipata ile wewe oa. Utaona kama Mwenyezi Mungu atakunyima riziki. Yani siku riziki yako ikifunga, huyu ya mwenza wako inafunga. Riziki ya mwenza wako ikifunga, itafunguka ya mtoto wako, itafunguka sijui ya nani yako. Kwa hiyo utakuta kwamba wewe changamoto ndogo ndogo hazikukuti. Zitakukuta changamoto kubwa kubwa hizo ambazo zenyewe ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, naye anaweza kuzifungua. Kwa hiyo ndugu zangu, ni siku ya leo nitaka niwape somo hilo kwa uchache ili muweze mkaelewa umuhimu wa kuwa na familia, umuhimu wa kuwa na ndoa. Kwa hiyo ni elimu ambayo inawezekana watu wengine mkao mmepita hamjaijua. Fanya haya ninayokuelekeza, utaona kwamba kila wakati unavyokwenda mambo yako yanafunguka, kila kitu unachokifanya mambo yako yanakwenda vizuri, kuliko kukaa tu kusema kwamba nitaoa kesho kutwa. Utakuwa riziki zako nazo unazifukia tu. Kwa hiyo hutakuwa unapata baraka. Kwa hiyo asanteni sana kwa kuendelea kumtazama Dr. Chikaramoto. Na msisahau kuendelea kusubscribe channel yetu hii ili kuweza kupata elimu mbalimbali, elimu zilizo bora na elimu zitakazo kuelimisha wewe ili uweze ukajua kitu gani kinachoendelea na ukajitambua. Na endelea kupiga namba ya 0784994048, utanipata wakati wote ndani ya masaa 24. Ukitaka kwa njia WhatsApp kama uko nchi taifa lolote, nchi yoyote, utanipata kwa namba hiyo ya namba 0784994048, utanipata dokta wako. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana.